Alizaliwa Mei 30 msimu mwaka 1993 huko Ghana. Ana urefu wa mita 1.78. Nafasi yake uwanjani anacheza kama forward. Wako maforward wengi kwa kutokea kwenye ligi ya NBC Premier League, lakini huyu ni miongoni mwa maforward ambao wana matukio ya ajabu wakiwa uwanjani wanacheza. Huwa wanacheza vizuri kabisa, ila akiamua kukukela, anakukela mpaka anakukela tena. Sio anakukela kwa nia mbaya, anakukela kwa ubora wake wa kuchezea mpira uwanjani. Huenda kama si leo, hata kesho jina lako litatajwa sana. Je, unamjua ni nani? Basi usijali, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili umjue kiundani zaidi. Mwamba huyu alishawahi kucheza vilabu mbalimbali kama vile Heart of Lion msimu wa mwaka 2011 hadi msimu wa mwaka 2013. Alidumu ndani ya misimu miwili tu baada ya kuonesha kiwango bora cha kuvutia katika klabu hiyo. Vilabu mbalimbali vilitaka kuinasa saini yake kutokana na ubora wake wa kusakata kabumbu. 2013 mpaka pale 2015 akabahatika kujiunga na klabu ya Ashanti Gold, na katika klabu hiyo pia alidumu ndani ya misimu miwili tu, 2014 2015. 2015 mwanzoni kabisa mwamba huyu akahama tena katika hiyo klabu ya Ashanti Gold, na katika klabu aliyohamia sasa AS Vita Club msimu wa mwaka ilikuwa 2015 2016, na katika klabu hiyo ya AS Vita Club alionyesha kiwango bora kuwahi kutokea ulimwenguni, na kabla ya wachezaji kabla yake hakuwahi kuvunja rekodi yake ya kucheza kabumbu kama alivyocheza huyu mwamba. Je, unamjua ni nani? Basi usijali, wewe fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili umjue kiundani zaidi. Msimu wa mwaka 2016 hadi msimu wa mwaka 2018, baada ya kuonesha kiwango bora katika klabu ya AS Vita 2016 2018, akabahatika kujiunga na klabu ya Orlando Pirates, na katika klabu hiyo alifanya vizuri sana kuanzia ule msimu wa mwaka 2016 hadi 2018. Hiyo yote inatokana na ubora wake wa kusakata kabumbu ndani ya misimu miwili katika klabu ya Orlando Pirates. Haikuwa ya kawaida mwamba huyu akabahatika kucheza katika hiyo timu na kuonesha kiwango bora kabisa. Msimu wa mwaka 2018 alivyoachana na klabu ya Orlando Pirates 2018 2019, akabahatika kujiunga na klabu ya Motema Pemba, na katika klabu hiyo alidumu ndani ya msimu mmoja tu. Pia alionyesha kiwango cha hali ya juu, kiwango bora kuwahi kutokea ulimwenguni na katika hafla ya soka. Je, unamjua ni nani? Basi usijali. 2020 mwamba huyu akabahatika kujiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam, na katika klabu hiyo alionyesha kiwango bora kweli kweli. Sio tu Aishi Salum Manula, hata wale Mohamed Hussein, Mudathir Yahya Basi na wengine wengi walimtambua kwa ubora wake wa kusakata kabumbu. Akiamua kukukela, anakukela kweli, na ndio maana mwamba huyu alikuwa anaitwa mzee wa kukela. Haji Sande Manara alimpa jina hilo, anakukela. Je, unamjua ni nani? 2020-2022 mwamba huyu akabahatika kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba yenye makazi yake jijini Dar es Salaam, na katika klabu hiyo alidumu ndani misimu miwili tu baada ya kuonesha kiwango bora katika klabu ya Yanga. Simba wakaitaka saini yake na hatimaye wakaipata, na katika klabu ya Simba 2022 baada ya mkataba wake kutamatika, Yanga pia wakahitaji saini yake 2022 2023. Mwamba huyu akaamua kujiunga na
katika klabu hiyo. Alicheza na baadaye 2023 miezi ya mwishoni mwamba huyu akabahatika kwenda kujiunga na klabu ya AS FAR Rabat, na katika klabu hiyo alibahatika kucheza mechi takriban 7 huku hakuingia hata nyavuni mara moja. 2024-2025 mwamba huyu akajiunga na klabu ya Geita Gold yenye makazi yake huko mkoani Geita. Baada ya kuonesha kiwango bora cha kuvutia katika klabu ya AS FAR Rabat, Geita Gold wakainasa saini ya huyu mwamba. Hatimaye timu imeshuka daraja, mwamba akapotea kabisa. Je, unafikiri mwamba huyu atashuka championship pamoja na hii timu yake ya Geita Gold? Lakini msimu wa mwaka 2015-2016 mwamba huyu alibahatika kuitwa katika timu ya taifa ya nchini kwake Ghana. Mpaka hivi sasa kikadiliwa kucheza mechi takriban 2 huku hakuingia nyavuni hata mara moja. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho, na huyu si mwingine ni Bernard Morrison BM3. Langu jina ni Razaki Mkuruma, mwandaaji wa makala hii na kuleta kwako. Hii ni Simulizi Dhahiri TV. Usisahau ku like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kuwa wa kwanza kujipatia nyakala mbalimbali za wachezaji, lakini pia na taarifa mbalimbali za vilabu mbalimbali. Huenda kama si leo hata mwakani, hipo siku jina lako litatukuzwa, si tu kwa kutajwa, hata mabango tutabandika. Kwenye hii dunia ya leo kuna watu wanafanya vitu vizuri sana, ikiwemo wewe mwamba. Unajua mpaka unajua tena, sometime naweza nikasema unajua mpaka unaboa.